Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA Alhaji Nuhu Jabiri Mruma analo la kusema kwa utangulizi. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa viongozi wote wa taasisi mbalimbali wakiwemo wale wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tulioko hapa, waheshimiwa wanahabari, nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana hapa BAKWATA makao makuu katika kikao maalum cha itikafu ya kitaifa ambayo imeitishwa na Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Madhumuni ya itifaki hii imejieleza katika kujikurubisha karibu na Mwenyezi Mungu katika kuomba dua ili kuiombea nchi yetu iwe salama na amani katika kipindi hiki tunachokipitia. Kikao hiki kimetanguliwa na itikafu ambayo imefanyika katika msikiti wetu wa Muhammad wa 6, na kipekee itikafu hii imejumuisha taasisi mbalimbali za Kiislamu hapa Tanzania ambazo zimeleta wawakilishi wake ambao wengi ni viongozi wa taasisi hizo. Tunatambua uwepo wa viongozi wa taasisi mbalimbali ambazo nitazitaja hapa, lakini tunao viongozi wa juu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA wakiongozwa na wajumbe wa Baraza la Ulama, mwenyekiti wetu wa halmashauri kuu, wadhamini, lakini kipekee tunao mashehe wa mikoa takriban 19 waliohudhuria katika kikao hiki maalum. Tunawashukuru sana, pamoja na viongozi mbalimbali wa JUAKITA taifa, JUAKITA mkoa, JUAKITA taifa wakiongozwa na Mhashamu Khan, lakini pia tunao viongozi waandamizi kutoka Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Kimsingi, baada ya itikafu ile na tafakuri iliyofanywa na viongozi hawa wa taasisi hizi za dini ambazo nitazitaja hapa, wamekaa kwa pamoja wakaafikiana kwamba baada ya tafakuri hiyo basi wawe na tamko ambalo linaelekeza mambo mahususi kwa Waislamu wa Tanzania, lakini pia na wananchi wa Tanzania. Taasisi hizo ambazo zimehudhuria katika tafakuri hiyo, itikafu hiyo, ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA, Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania, TAMPRO ambayo ni Tanzania Muslim Professional, Al-Maldi, taasisi ya Al-Maldi, taasisi ya Taqwa Foundation, Al-Istikama Tanzania, Jumuiya ya Mabohora Tanzania, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, taasisi ya As-Salam Islamic Foundation, Al-Amini Foundation, taasisi ya Ibn Jazari, taasisi ya Shia Ithna Ashar, Baraza Kuu Jumuiya na taasisi za Kiislamu Tanzania, taasisi ya Al-Hikma Foundation, Tanzania Muslim Teachers Association TAMTA, Zaharau Islamic Center, Shamsul Maarif, Mawa Islam, Shamsul Huda, Nurul Huda, Masjid Munawara Islamic Center, taasisi ya Answari Sunna ambao kwa kifupi inajulikana kama SESKI, ambaye kiongozi wake ni shehe wangu pale Swalehe Ititi kutoka kule Singida, taasisi ya Tarikatul Shadhilia chini ya Sheikh Mahmud, taasisi ya
mashehe na wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, lakini pia tunao Sunni Muslim Jamaati na zingine ambazo pengine hatukupata majina yao, tunao hapa. Kwa pamoja wanatamko maalum ambalo litawakilishwa kwenu na Sheikh Musa Kundecha, Amiri Baraza Kuu na Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Kwa heshima na taadhima, ni waombe waandishi wa habari na sisi sote tutulie tuweze kusikiliza yale ambayo taasisi hizi zimeazimia katika tafakuri hiyo baada ya itikafu hiyo. Sheikh Kundecha, karibu sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tamko la viongozi wa taasisi za Kiislamu linalotolewa leo mbele yenu, viongozi wa jumuiya na taasisi mbalimbali za Kiislamu na wanahabari, leo tarehe 20 mwezi wa 11 2025, likianza kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu, na tunamtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba zake wote na waliofuata mwongozo wake hadi siku ya kiyama. Sisi viongozi wa taasisi za Kiislamu kama zilivyokwisha tajwa na katibu mkuu Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu, katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kwa idadi ya taasisi 26 na baadhi ya taasisi ambazo zimechelewa kuleta majina yao, kwa idadi yao inafikia taasisi 30, chini ya kiongozi wetu Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali. Tumekutana leo tarehe 20 Novemba 2025 katika itikafu hapa msikitini, msikiti wa Mfalme wa Sita, Mfalme Muhammad, ambapo pia ni makao makuu ya BAKWATA au Baraza Kuu la Jumuiya, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Itikafu ni ibada maalum inayofanyika ndani ya msikiti kwa kujitenga na mengine yote ili kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutafuta radhi zake. Ibada hii hutumiwa na waumini kufikisha vilio na dua zao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, asiyeshindwa na jambo lolote. Tumeona ni muhimu kuwa na ibada hii ya itikafu baada ya matukio mazito yaliyokumba nchi yetu siku ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Tumefanya hivi ili kutii amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama inavyosomeka katika Qur'an, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Tumekusanyika pia kuitikia wito wa Mola wetu usemao, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila.
ambayo tafsiri yake nasema, enyi mlioamini, mcheni Mola wenu, tokeni ngazi ya kufikisha maombi yenu kwake kwa ibada. Hii ni katika sura Al-Maida aya 35. Ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi wa jumuiya na taasisi za Kiislamu, mtakumbuka kuwa kampeni za uchaguzi mkuu wa siasa 2025 zilifanyika kwa njia ya amani na utulivu. Upigaji kura ulianza vizuri katika mikoa mingi ambapo wananchi walijitokeza kupiga kura kwa amani hadi jioni bila ya kuwepo vurugu. Hata hivyo, katika baadhi ya mikoa kulijitokeza fujo zilizolenga kuvuruga zoezi la kupiga kura na wakati fulani kuhesabu kura. Katika vurugu hizo, nyumba na vituo vya mafuta vilichomwa, miundombinu ya umma iliharibiwa, biashara za watu binafsi zilivamiwa na kuchomwa moto, vituo vya polisi vilishambuliwa, ofisi kadhaa za chama kimoja cha siasa zilichomwa moto, majengo ya serikali kuu na serikali za mitaa yalivamiwa na kuchomwa. Kubwa zaidi, watu wajeruhiwa na kupoteza maisha, wakiwemo askari ambao walijitokeza kulinda mali na maisha ya raia. Sisi wana taasisi za Kiislamu nchini Tanzania tunalaani matukio haya na tumesikitishwa sana na vifo vilivyotokea, upotevu wa mali za watu, uharibifu wa miundombinu uliotendeka. Tumehuzunishwa sana na hali hii ambayo pamoja na mambo mengine imeathiri taswira ya nchi yetu. Ndugu viongozi wa jumuiya na taasisi Islamu na wanahabari, mtakumbuka kwamba baada ya matukio haya yalitokea matamko mbalimbali. Yapo matamko yaliyotaka wananchi watulie, maridhiano yafanyike ili nchi yetu irejee katika hali yake ya kawaida. Kwa upande mwingine, na yako matamko ambayo kwa maudhui yake yamechochea na kuamsha hasira kwa namna ambayo yanahatarisha amani na utulivu, mshikamano na umoja wetu tuliojenga kwa miaka mingi tangu kuasisiwa kwa taifa letu. Kutokana na hali hiyo, tumeingia katika itikafu hii kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu, kwa dua na ibada, kuwaombea wote waliofariki na waliopata hasara. Tunamwomba Mola wetu awape badili ya kile walichokipoteza au walivyovikosa, na tunambembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atushike mkono katika tukafakari njia sahihi ya kuivusha nchi yetu, na tunamwomba atupe nguvu na busara ya kukikabili kipindi hichi kigumu bila mpasuko, ili wananchi wote tuendelee kuishi salama na amani. Baada ya kutafakari kwa kina, tunatamka na kuazimia mambo yafuatayo. La kwanza, kupokea kwa heshima kubwa na kuunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa katika uzinduzi wa Bunge la 13 jijini Dodoma tarehe 14 Novemba 2025. Namba 2, tunaunga mkono hatua ya Mheshimiwa Rais kuunda tume huru ya uchunguzi yenye madhumuni aliyotamka kwenye hotuba yake. Ninanukuu, serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, Equity Commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Maneno haya yana hekima ya uongozi, sisi tunaunga mkono kikamilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hii ni katika sura Al-Hujurat aya 6. Mtu fasiki akikujieni na habari, ichunguzeni habari hiyo kwanza ili kupata uhakika wake, msije mkamwadhibu au mkamhukumu mtu kwa kutojua mkawa kwa mlioyatenda mmo katika majuto makubwa. La tatu, tunaunga mkono mchakato wa maridhiano ya kitaifa uliopendekezwa na Mheshimiwa Rais. Tuko tayari kushiriki na kuchangia kikamilifu kwa kuwa tunaamini kwa dhati kuwa maridhiano ni sehemu ya maadili ya dini yetu ya Kiislamu kama inavyosomeka katika Qur'ani, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Hii ipo katika sura Al-Hujurat aya 9. Fanyeni suluhu baina yenu kwa haki na uadilifu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu waadilifu. Jambo la 4, msingi wa maridhiano hayo lazima ujikite kwenye uadilifu na dhamira njema na sio juu ya vurugu la muda mfupi au mashinikizo ya kisiasa au wanaharakati. Tuko tayari kuwa daraja ya kuunganisha Watanzania kufikia suluhu hiyo. La 5, tunapendekeza uwepo uchunguzi wa kina usiopendelea upande wowote ili kubaini waliochochea, waliopanga na kuratibu uhalifu uliotokea. Uchunguzi huo lazima ufanywe kwa watu binafsi, wanasiasa na taasisi mbalimbali zilizomo ndani ya jamii yetu. Jambo la 6, maridhiano kamwe yasiwe kichaka cha kuficha uhalifu. Wenye hatia wajulikane, wasio na hatia walindwe na haki isimame sawa bila ya kupindishwa. Jambo la 7, mchakato wa maridhiano pamoja na umuhimu na ulazima wake kamwe usizibe macho tukashindwa kuondoa mzizi wa fitna uliozaa maafa haya yaliyoitikisa dola na taifa letu. Namba 8, serikali iwaangalie kwa jicho la huruma wale wote waliopoteza nafsi zao, nafsi za ndugu zao, kuharibika kwa mali zao na biashara zao. Pia iwafariji kutokana na majanga hayo yaliyokuta. Namba 9, tunaipongeza serikali kwa kutambua kuwa miongoni mwa waliokamatwa kulikuwemo vijana na wananchi waliofuata mkumbo bila ya dhamira mbaya. Juhudi za kuwatambua na kuwarejesha katika familia zao ni hatua ya uadilifu tunayoiunga mkono. Namba 10, kwa kuwa dini zetu zote Tanzania zinapinga uhalifu, chuki, uharibifu wa mali na machafuko, inawapasa viongozi wote wa dini kuikanya jamii dhidi ya uovu huo, kuhimiza kusameheana na mshikamano baina yao, la sivyo nchi yetu haitopona jeraha hili baya lililotupata. Namba 11, tunataka Waislamu na Watanzania wote kwa jumla pale wanapolazimika kudai haki zao, iwe ni serikalini au popote pale katika nchi yetu, wadai haki hizo kwa kufuata taratibu na sheria tulizoziweka katika nchi yetu. Kufuata sheria na taratibu katika kudai haki kutahakikisha kwamba haki ya Watanzania wengine nazo hazivunjwi. Namba 12, tunayaagiza madawati mbalimbali ya dini zetu yanayotuunganisha na wenzetu wa dini nyingine kufanya haraka kuratibu mkutano wa viongozi wakuu wa dini kwa lengo la kuinusuru nchi yetu na kuirejeshea amani yake. Tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuishi kwa umoja na mshikamano. Tunawaomba wote katika kipindi hichi kuendelea kuwa watulivu, wenye subira kwa haya yaliyotokea. Namba 13, tunawaomba Watanzania wasikubali kuchochewa na mijadala inaendelea katika mitandao ya kijamii na majukwaa mengine yanayopandikiza chuki za kidini, kikabila, kikanda au ubaguzi wa aina yoyote. Namba 14, tunawaasa vijana wetu
kuitumia siku ya tarehe 9 Disemba, au tunawaasa vijana wetu kuitumia siku ya tarehe 9 Disemba kukaa nyumbani na wazazi wao, kuliombea taifa letu na kufanya ibada kama sehemu ya kudumisha amani na utulivu wa taifa letu. Pia tunawaasa wasishiriki katika mikusanyiko yoyote siku hiyo, kwani inaweza kuchochea fujo na vitendo vya uhalifu. Namba 15, tumebaini kuwepo kwa hila za kupandikiza katika jamii yetu, hila ya chuki, uhasama na majaribio ya kutugonganisha na kutugawa kwa misingi ya dini. Tunawaasa viongozi wetu wa dini wote popote pale walipo kuzikataa hila hizi na kuwaelimisha waumini wetu juu ya hatari zake kwa umoja na mshikamano wetu wa kitaifa. Namba 16, tunawaagiza Waislamu wote katika misikiti yao, madrasa zao, zawia zao, vyuo vyao na katika kila mkusanyiko wao, na ka'aba bikum rabbi laula duaukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Hii utaipata katika surati al-Furqan aya 77. Sema, ewe Muhammad, Mola wangu hana haja ya kujipendekeza kwenu, awajali hali ya kuwa ninyi hamumuombe. Namba 17, tunaonasihi viongozi na Waislamu wote kuepuka kauli za matamshi ambayo yanachochea na kuhamasisha mpasuko katika jamii. Mheshimiwa Mufti anatoa rai tutumie maneno ya kauli za kujenga na kuleta umoja na kuwa daraja kati ya Waislamu na baina yetu na Watanzania wengine wasiokuwa Waislamu. Tanzania ndiyo nchi yetu, hatuna nyingine. Tuinusuru amani yetu isijaribiwe au isichezewe. Sisi taasisi za Kiislamu tunalinda amani hiyo kwa gharama yoyote, au sisi taasisi za Kiislamu tutalinda amani hiyo kwa gharama yoyote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie itikafu yetu, atuepushie fitna, atuunganishe mioyo yote na Watanzania wote, atuongoze katika maamuzi ya heri yanayoletea taifa letu mustakbalu mwema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Sheikh Kundecha kwa niaba ya jumuiya na taasisi za Kiislamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru sana Sheikh Kundecha kwa kuwasilisha tamko letu, na kwa msingi huo wanahabari ni waombe tu kwamba ndio mwisho wa tamko letu na tafakuri ambayo tulikaa katika kikao chetu cha itikafu, na kimsingi shughuli yetu itakuwa imeishia hapo, na kimsingi dua Sheikh Kundecha alishaimaliza, lakini kipekee kwa sababu tunaye mgeni hapa Sharif Hitami kutoka Kenya, ambaye ni naibu wa mwenyekiti wa baraza la Waislamu kule Kenya. Tunampa nafasi hii ya kipekee kutufungia kwa dua ambayo itakuwa ndo ya mwisho. Lakini kabla ya dua hiyo, niombe kuwashukuru wote ambao tumeshiriki katika kikao hiki maalum. Kipekee tuwaombe wanahabari sasa taarifa yetu hii ziende kwa watu kadri iwezekanavyo. Lakini pia baada ya hapa tunawaomba viongozi wetu wakuu wote tuingie katika ukumbi ambao uko nje hapo kwa ajili ya kupata chakula. Lakini pia wengine ambao watabaki tutakwenda kwenye eneo la pale nyuma ambalo limeandaliwa pia kwa ajili ya chakula, na kina mama pia tutakwenda katika eneo lile pale, na watu wetu wa itifaki watakuwa wanapita katika maeneo yetu ili kuendelea na taratibu zingine. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru. Baada ya dua ya Sharif basi tutakuwa tumehitimisha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sharif, karibu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. معاشر الحاضرين, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu katika Kenya na kwa niaba ya taasisi ya riadha Lamu Kenya, tawaombea usiku na mchana, kwa sababu sisi twajua maafa ya vita. Sisi twajua njama za watu wa kuhujumu amani, hatari yake ni nini. Kwa hivyo twaomba, na hakuna wa kuombwa, na yeye anatuambia ad'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Na yeye awajua dhamiri ya watu hao. Tumuombeni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tumwambie kila ajaye na shari waijua, wewe ndio ujuaye dhamiri, ivunde dhamiri yake asiweze kusimama. Allahumma inna nasta'fidhuka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in ataytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanika wa jiwarika wa hizbika wa nasrika min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa dhi aynin wa dhi hasadin wa dhi baghyin wa dhi adha wa dhi sharri kulli dhi sharri innaka ala kulli shay'in qadir. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله بألف لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم إن شاء الله. شكرا. Kama tulivyoelekezwa, na hapa naomba nisisitize kitu kimoja tu, namna ya kuingia kule. Tumeomba kwanza meza hii hapa